Yes, ya, leo na furaha tena kuwa pamoja nami katika mafundisho mazuri, lakini leo nimekuja kufundisha juu ya kibali. Kibali vinaweza vikaibiwa. Kwa kumbe tunaona kuna watu ambao leo hii wana uwezo wa kuenda kuiba kibali chako. Ninaenda kusema kwamba aliyeiba kibali chako kwa jina Yesu na kiamuru sasa kirudishwe katika jina Yesu. Leo ninaenda kufundisha kwa nini watu wanaiba kibali, kwa sababu wao wanaona kwa njia ya ulimwengu wa roho kwamba utakuwa nani. Kwa hiyo sasa wakitaka kujua kwamba wewe utakuwa nani na utafanya nini na utamiliki nini, lazima wachungulie kwenye kibali chako. Je, una kibali? Kibali cha kumiliki, kibali cha kufunga ndoa, una kibali cha kuweza kuwa kiongozi? Kumbe kuna kibali kinaweza kuibiwa ndani ya maisha yako. Au kwa lugha nyingine, nyota inaweza kuibiwa. Tazama, unaweza kuwa kibali kwa kiongozi, unaweza kuwa kibali kwa askofu, unaweza kuwa kibali kwa mchungaji, lakini vibali vinaibiwa hivi leo. Lakini unaweza kuwa mchungaji, lakini kumbe kibali kishaibiwa toka zamani, kwamba ile utua uongozi uliokuwa ndani yako umeibiwa tayari. Kaza kumbe tunaona kumbe uongozi ni kibali, lakini nacho kibali kinaibiwa na mtu anakufunga kwenye kibali, anakujua kabisa ukiwa kiongozi utafanikiwa wewe. Kuna watu wanaenda kufunga. Angalia, kuna watu wanaweza kuchelewesha kesho yako kwa sababu anajua una kibali cha mafanikio. Kwa hiyo unakuta kibali chako kinaweza kikaibiwa na pia kinaweza kucheleweshwa. Sasa kama wewe leo hii nataka nikwambie siri hii. Hebu ajua kwamba kuna kitu ambacho kimechelewa katika maisha yako, ujue basi kibali cha maisha yako kimechukuliwa au kimefungwa, au kuna mtu anachelewesha kesho yako, kwa sababu tayari ashajua kibali. Na mtu akijua kesho yako lazima aicheleweshe. Kwa nini alichelewesha? Kwa sababu anajua wewe utakuwa nani, kwa sababu wana tabia ya kwenda kuiangalia katika ulimwengu wa roho. Okay, tunataka tuguse sehemu ambayo tofauti. Mwangalie Daudi. Daudi alikuwa ni mtoto wa Yese na alikuwa ana kusudio la kupakwa mafuta, lakini Mungu alimtuma Samueli aende kwenye nyumba ya Yese. Angalia kibali cha huyo mtu kinachoenda kubarikiwa. Anamwambia hivi, kuna mtu nitakuonyesha kwamba huyu mtu ndo anapaswa apake mafuta. Tazama, Yese alijua kwamba kuna watoto wake ambao ni wapo vizuri kivita, ambao wana mafunzo mazuri. Sasa wakaanza kuwapitisha pale mbele, lakini Samueli hakupata kibali juu ya hawa watu. Lakini kila wakipitisha watoto Samueli roho bado haipi. Ndipo walipomalizika, Samueli akamuuliza Yese kwamba una watoto hawa tu? Maana kuna nafsi ninaitafuta, ambayo hii nafsi itaenda kuipaka mafuta ikawe mfalme. Yes, kwamba tunaona Daudi alikuwa na kibali cha kuwa mfalme. Angalia, alipopakwa mafuta na Samueli, Mungu akamketisha katikati ya wakuu, akamketisha na Sauli, akawa katika nyumba ya Sauli akiwa anafanya kazi pamoja na Sauli. Tena Mungu akampa kibali pia Daudi kumuua Goliathi ili Wayahudi wapate ushindi. Kwa tunaona Mungu ana uwezo akakupa kibali, akakunyanyua katika viwango vikubwa. Na kuanzia leo Mungu akakupa kibali katika maisha yako, akakunyanyua katika viwango vikubwa, ukapate kazi wewe, ukafanikiwe wewe katika Yesu, ambaye atakayezuia kibali chako ninaenda kumtisha katika ulimwengu wa roho akapate kushindwa. Endelea kusubscribe hapa channel yangu na Mungu akubariki sana. Amen.